namna ya kuongeza neema kwenye maisha yako, au namna unavyoweza kufanya neema iliyo juu yako iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka uyafahamu kabla sijaenda mbele sana. Neema ya Mungu ni kitu gani? Neema ya Mungu ni kitu gani? Neema ya Mungu ni uwezesho wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Neema ya Mungu ni uwezesho wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Neema ya Mungu ni uwezesho wa kimungu kwenye maisha ya mtu. Unaweza ukaenda kwa watu wa duniani, wana nguvu zao ambazo zinawawezeshaga kufanya mambo. Washirikina wana nguvu zao za kishirikina. Walio wachawi wana nguvu zao za kichawi. Kuna wengine wanategemea nguvu za kiganga ili kufanikiwa. Lakini mtu yoyote ambaye anamwamini Mungu anategemea neema ya Mungu ili kufanikiwa. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Yeyote ambaye anamtegemea Mungu anategemea kitu kinachoitwa neema ya Mungu. Maana yake nini? Kama unataka kupiga hatua kwenye maisha, lazima kuwe na neema ya Mungu ambayo ipo kwenye maisha yako. Na neema ya Mungu ikikosekana, huwezi kupiga hatua. That's why utakutana na watu wanafanya biashara, then anagundua nimefanya biashara mwaka mzima na sijatoboa. Kwa nini sijafanikiwa? Sijafanikiwa kwa sababu kuna kitu kimepungua. Na ndio hapo unakutana na mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa nini anaenda kwa mganga wa kienyeji? Anaenda kwa sababu anaamini atapewa kakitu ambako katamuongezea uwezesho wa kufanya vitu fulani. Sasa kwa mtu ambaye ameokoka na kumwamini Yesu, kuna kitu kinaitwa neema ya Mungu. Hii neema ya Mungu ndio ambayo inarahisisha mambo. Kwa hiyo namba 2, neema ya Mungu ni nguvu ya kimungu inayorahisisha mambo. Namba 2, neema ya Mungu ni nguvu ya kimungu inayorahisisha mambo. Ulitakiwa ufanye biashara ndani ya miezi 6 ili ufanikiwe. Mungu anasema ninakupa neema. Hii neema inakufanya ufanikiwe ndani ya miezi 2. Maana yake neema ya Mungu inapunguza muda wa kitu ulichotakiwa kufanya ndani ya miaka 3. Inasema utafanya ndani ya miezi 3. Wangapi wananielewa ninachoongea? Na ndio maana moja ya kitu ambacho kila siku mtu aliyeokoka anapaswa kulia mbele za Mungu, Bwana niongezee neema. Niongezee neema. Kwa sababu gani? Kila mara neema inapoingia kwenye maisha ya mtu inafanya mambo magumu yawe mepesi. Listen to me. Ndoa yoyote ambayo ina neema ya Mungu, ndoa inakuwa nyepesi. Kwa nini inakuwa nyepesi? Kwa sababu ina neema ya Mungu. Na ni lazima mume au mke wote watambue uwepo wa neema ya Mungu. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Utagundua ukiingia kwenye ndoa nyingi kuna migogoro. Kwa sababu gani? Watu waamini kwamba neema ya Mungu inaweza kufanya kazi ndani ya ndoa. Unaweza ukakaa ndani ya ndoa na usigombane na mwenza wako. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu mna akili. Kwa sababu kuna uwezesho wa kimungu uko ndani ya hiyo ndoa. Na siku ya leo Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema tena siku ya leo Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Inawezekana kwa miaka yote ukawa unagombana na mwenza wako kwa sababu ulikuwa hujui neema ya Mungu. Lakini siku ya leo kwa sababu unaijua neema ya Mungu, hii neema itarahisisha ndoa yako kuwa nyepesi. Neema ya Mungu ni grease kwenye vyuma vya ndoa. Inafanya ndoa iwe rahisi. Inatembea kwa wepesi. Inaenda kwa wepesi. Utakuta biashara yako inaenda kwa wepesi. Utakuta huduma yako inaenda kwa wepesi. Kwa sababu gani? Kuna neema ya Mungu. Na asubuhi ya leo neema ya Mungu ianguke kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Listen to me. Sio kwa sababu tu kuna vitu vipo kwenye maisha yetu au kwa sababu ya watu. Hapana. Neema ya Mungu ndio inayoletaga watu. Neema ya Mungu ndio inayoletaga vitu viende kwa wepesi. Kuna mtu anaweza kusema ngoja nichukue kitambaa cha upako, alafu kukuta kitambaa cha upako hakifanyi kazi. Neema ya Mungu inatosha bwana. Hebu piga kelele, sema amen. Sema amen. Inawezekana ukaenda mahali ukakutana na mafuta ya upako. Kama hakuna neema ya Mungu, hayo mafuta ya upako fake. Neema ya Mungu ndio inayorahisisha mambo. Na ninakuombea asubuhi ya leo, hii neema ya Mungu ikupate kwa jina la Yesu. Nasema hii neema ya Mungu ikupate kwa jina la Yesu. Hauhitaji vitu,
hauhitaji watu, unahitaji neema ya Mungu. Na ndio maana Yesu alikuja. Unajua, nisikilize, zamani hizo vilikuwepo vitu vingi, lakini Yesu alikuja. Yesu alikuja. Kulikuwepo na mafuta, Yesu akasema hapana, hayatoshi. Kulikuwepo na vitambaa, Yesu akasema havitoshi. Kulikuwepo na fimbo ya Elisha. Elisha kuna wakati alipokufa, yule niliwafundisha wiki iliyopita, yule mwana wa yule mwanamke mjane, maandiko yanasema Elisha akachukua fimbo akampa Gehazi, akamwambia Gehazi, chukua hii fimbo, nenda nayo kamwekee yule mtoto aliyekufa. Gehazi akaondoka akafika kwa yule mwanamke mjane. Yule mwanamke mjane akasema, sitaki fimbo, niletee yule aliyeniombea nikapata mtoto, niletee yule jamaa aje amwamshe huyu mtu. Unanielewa ninachoongea? Maana yake yule mwanamke aliamini neema kuliko fimbo. Na asubuhi ya leo nataka akili yako ifunguke, uanze kuiamini neema ya Mungu kuliko vitu, kuliko material things. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Paza amen katika jina la Yesu. Paza amen katika jina la Yesu. Hauhitaji janja janja ili ufanikiwe kihuduma. Hauhitaji janja janja ili ufanikiwe kwenye biashara. Hauhitaji janja janja ili ufanikiwe kwenye ndoa. No, unahitaji tu neema ya Mungu. Maandiko yanasema neema ya Mungu imekwisha kufunuliwa. Lazima utambue neema ipo. Tatizo wa Kristo wa siku hizo wanapenda vitu vyepesi. Hawako tayari kulipa gharama ya kupata vitu halali kutoka kwa Mungu. Na kitu ambacho kinaweza kufanya maisha yetu yawe mepesi ni neema ya Mungu. Connection sometimes zinafeli. Watu sometimes wanatukatisha tamaa. Inawezekana ukamwamini mtu fulani atanipa hela, atanisaidia, atanitambulisha, ndio atakayenipa kazi, ataniconnect na. Nisikilize, unahitaji neema ya Mungu. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wakina mama, kama unanielewa piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Unahitaji neema ya Mungu asubuhi ya leo. Hata kwenye maisha yako kuna mahali ulishakata tamaa, ukasema siwezi, na ulishajiandikia ukasema ili jambo haliwezekani, ugonjwa hauwezekani, haya maisha sitatoboa. Nasema utakapotoka siku ya leo, inawezekana ulikuja tu ukasema naenda leo kwenye engagement, au leo naenda kuangalia tu wanavyofanya ordination ya wachungaji. Inawezekana Mungu amekuleta kwa sababu amejua kuna jambo linakusumbua kwenye maisha yako. Na sometimes umeshajaribu mara nyingi na umeshindwa. Ulishamwambia pastor, hili tatizo linanisumbua, lakini halijatoboa bado. Nikwambie siku ya leo, Mungu anataka kufungue macho yako kama yule mwanamke. Aangalie uwezo ulio sio kwenye fimbo, aangalie uwezo wa Mungu ulioko ndani. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen katika jina la Yesu. Kuna mtu mmoja, kuanzia leo biashara yako itaenda kwa wepesi. Nasema kuanzia leo biashara yako itaenda kwa wepesi. Na kwako nikwambie, ule ugonjwa wako hautakuwepo tena. Hautakuwepo kwa sababu Yesu yupo hai. Kwa sababu Yesu bado ana nguvu. Kwa sababu Yesu bado anatosheleza. Piga kelele sema amen. Paza sauti haleluya. Nisikilize, angalia kwenye Biblia, tuangalie maandiko. Nataka tuangalie mambo yanayoweza kufanya neema ipatikane kwa wingi au iongezeke kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza ni maisha ya utakatifu. Jambo la kwanza ni maisha ya utakatifu, maisha mbali na dhambi. Moja ya kitu ambacho kinafanyaga mambo yawe magumu, vyuma vikaze kwenye maisha, vyuma vikaze kwenye huduma, ni maisha ya dhambi. Sema dhambi. Sema dhambi. Adam anapoteza neema mara baada ya dhambi kuingia Eden. Mwanzo sura ya 3. Dhambi ilipoingia Eden, Adam alipoteza kila kitu. Watu wengi wanapotezaga watu wazuri kwa sababu ya dhambi. Wanapotezaga ndoa nzuri kwa sababu ya dhambi. Wanapoteza biashara nzuri kwa sababu ya dhambi. Kazi ya neema ya Mungu ni kutusaidia kuwa mbali na dhambi. Angalia Tito sura ya 2 na mstari wa 11. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Thank you Jesus. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha, mstari wa 12, nayo yatufundisha. Hii neema inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi
na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Neema ya Mungu imekuja, kazi yake ni nini? Inatufundisha kukataa ubaya. Tuko pamoja. Neema ya Mungu ina uwezo wa kukufundisha. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Kuna mtu ulishamkatia tamaa, anza kumwombea neema ya Mungu leo. Ulishasema haiwezekani akaokoka kwa namna alivyo na bangi anazovuta, namna alivyo na uasherati anaofanya. Sema, Mungu, najua neema yako ina uwezo wa kumfundisha. Anza kumfundisha. Utaanza kusikia, najisikia kama kuacha pombe. Amepunguza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, twende wote kanisani. Kwa sababu gani? Kuna neema ya Mungu imepatikana, inamfundisha kukataa ubaya. Yesu alipokuja, yeye ni neema ya Mungu. Akiingia kwenye maisha yetu, moja ya kitu anaanza kufanya ni kutufundisha kukataa ubaya, kukataa dhambi, kukataa uharibifu. Kwa sababu nataka neema ya Mungu iongezeke kwenye maisha yangu, lazima dhambi iwe mbali. Kwa hiyo kazi ya neema ya Mungu ni kukufundisha dhambi iwe mbali na wewe. Paza amen kama unanielewa. Paza amen kama unanielewa. Roho Mtakatifu anazidisha neema, analeta mazidisho ya neema mahali ambapo dhambi iko mbali. Kwa kadiri unapokaribia dhambi, ndivyo unavyokuwa mbali na neema. Kwa kadiri unavyokaribia neema, ndivyo unavyokaribia Mungu. Umenielewa ninachoongea? Namba 2, kitu gani kinafanya neema iongezeke kwenye maisha yako? Namba 2 ni maisha ya unyenyekevu. Mke wangu alikuwa rohoni sana kati anafundisha hapa. Nikasema kuna watu wanajua kuchukua vitu vya watu rohoni. Maisha ya unyenyekevu. Maisha ya unyenyekevu yanafanya neema ya Mungu iongezeke kwenye maisha ya mtu. Kwa kadiri unavyokuwa mnyenyekevu mbele za Mungu na mbele za watu, ndivyo ambavyo neema ya Mungu inaongezeka. Watu wengi, kwa nini neema ya Mungu iongezeke kwao? Ni kwa sababu ya viburi. Wana viburi. Kuna wakati unakuta mtu anasema, Mungu ninaomba upako. Then wakati anaomba ule upako, ndani yake Roho Mtakatifu akicheki, anagundua ana kiburi. Anataka ule upako kwa sababu anataka watambishie wengine, ajioneshe kama ni Mungu mtu. Akiwa anaingia kanisa anasema, sasa kuna power. Okay, hata kama nguvu ya Mungu ipo, lakini kuna unyenyekevu. Paza amen. Paza amen. Nimeona miujiza na nguvu za Mungu
kila mahali ambapo Mungu alinipa neema ya kusimama, lakini haijawa kigezo cha maisha yangu kugeuka na kuwa na kiburi. Mimi ndo bora kuliko hao wote. Angalia neno la Mungu kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Hutujalia sisi neema iliyozidi. Kumbe kuna neema na neema iliyozidi. Ninakuombea siku ya leo Mungu akupe neema iliyozidi. Akupe neema iliyozidi. Nasema akupe upako unaozidi. Haya, anasema lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu wapinga wajikuzao. Mimi unajua naimba kuliko wote. Unajua pale praise bila mimi yani. Bila mimi unajua nikisimama mimi waga ndo wingu linakwepo. Mungu huwapinga wajikuzao. Unajua mimi nikifanyaga tu hivi vitu ndo vinatokea. Wale wote hamna kitu. Yale makanisa yote pale hamna kitu yale. Yale hamna kitu. Maandiko yanasemaje? Wapinga wajikuzao. Bali angalia anamalizaje? Wapa neema wanyenyekevu. The best way to draw grace from God is to humble yourself. Is to learn to humble. Kujifunza kunyenyekea. Maandiko yanamwelezea Yesu ingawa alikuwa ni Mungu alijifunza kunyenyekea. Maandiko yanasema alinyenyekea hata mauti ya msalaba. Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo, ambaye hapo kwanza alikuwa namna ya Mungu, lakini akaona kuwa sawa na Mungu kuwa kama kitu cha kushikamana nacho. Maandiko yanasema akajinyenyekeza. Akatoa namna ya mtumwa. Mtu yoyote ambaye Mungu anataka mtumie, cha kwanza lazima atwae kuwa namna ya mtumwa. Usijitoe kuwa namna ya mimi ndo boss, mimi ndo mkubwa hapa, unajua mimi ndo na mafuta kule kwa na mafuta. Hata kama unayo, kaa kimya. Unyenyekevu sometimes unakufundisha kukaa kimya, hata mahali ambapo unaonekana wewe una ujuzi kuliko wote, hata mahali ambapo unaonekana wewe una nguvu kuliko wote. Unyenyekevu unakuambia kaa kimya, kaa kimya. Tatizo linakuja hapa wakati Mungu anataka kuinue, anakuta kuna kiburi ndani yako. Kitu kilichomshusha shetani kilikuwa ni kiburi. Siku moja nikawafundisha nikamwambia kiburi ni ngazi ya kushuka chini. Unyenyekevu ni ngazi ya kupanda juu. Unataka upande juu kwenye maisha, upande juu kihuduma, upande juu kwenye maisha yako ya ndoa, ndoa yako iwe nzuri. Tumia unyenyekevu. Unyenyekevu wakati unashuka, unakupandisha. Wangapi wananielewa ninachoongea? Paza amen kama unanielewa. Kwa nini ndoa inakushinda? Mama, una kiburi. Tatizo sio kwamba Mungu hayuko na wewe. Tatizo liko hapa. Wakati mume wako anaongea na wewe unaongeaga. Unaonekana unajua mno. Na wewe kwa mimi come on. Mume anaongea na wewe unaongea. Then anasema ili akushtue kidogo akunyenyekeze, anakupa kibao kimoja. Unaenda kutoa ushuhuda kwa mchungaji. Leo baba amenilipua kimoja. Mchungaji hajui tabia yako ulionayo nyumbani ya kwamba wewe una kimdomo. Kiburi. Maandiko yanasema Mungu wapinga. Kama Mungu anawapinga wanaojikuza, je, mwanadamu inakuwaje? Kama Mungu mwenyewe, adui wa kwanza wa mtu wa Mungu ni mtu mwenye kiburi. Shetani anashushwa kwa sababu ya kiburi. Hakushushwa kwa sababu ya maombi. Hakushushwa kwa sababu alikuwa anasifu sana. Hakushushwa kwa sababu aling'aa kuliko Mungu. Alishushwa kwa sababu alisema nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu mpaka juu ya mawingu. Wakati Mungu anamuona anaongea namna hiyo, shetani moyoni mwake akasema Maandiko yanasema akamshusha chini. Ndio maandiko yanasema ole kwa mbingu na dunia, kwa sababu huyo shetani ametupwa. Alitupwa kwa sababu gani? Alitupwa kwa sababu ya kiburi. Kiburi ndicho kinachokufanya utupwe. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Pasa amen kama unanielewa. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 na mstari wa 5 mpaka wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Maandiko yanasema vivyo hivyo vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Ni kitu cha kujifunga nacho eti. Angalia, jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kitu kinachokufanya muhudumiane ninyi kwa ninyi ni nini? Unyenyekevu. Kwa sababu Mungu wapinga
wenye kiburi, lakini huwapa neema wakina nani? Wanyenyekevu. Angalia mstari wa 6. Mstari wa 6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Agizo ni nini? Nyenyekeeni. Acha kiburi. Punguza kiburi. Acha kujiona unajua kuliko wengine. Acha kujiona una nguvu kuliko wengine. Then nyenyekea. Mimi nimejifunza kitu kimoja kirahisi sana. Ninapokaa na wazee, hata kama nina kitu nakifahamu, nasikiliza kwanza mpaka waniulize, waseme unasemaje. Kuna wakati unaweza kupata neema ukakaa katikati ya maaskofu, wanaongea watu wazima, wanatoa hoja zao. Sasa Noe Pembela unasemaje? Unanielewa ninachoongea? Unajua kuna ile sasa, askofu hiyo haiko hivyo. Unamwembarasi mzee. Mzee asema sawa sawa. Mzee anaweza kujishusha hapo. Lakini kumbuka huyo mzee ndo baada ya muda ilitakiwa kuwekea mkono. Naheshimu sana neema. Amen. So yule mzee alitakiwa kuwekea mkono, hakuwekei mkono. Alitakiwa kubariki, hakubariki. Anasema mtoto ana kiburi. Usimwone hivi, ana kiburi. Ninakuombea wewe uliyeko hapa, kiburi kisionekane ndani yako. Ninakuombea tena, kiburi kisionekane ndani yako. Utakapokuwa na mali nyingi, kiburi kisionekane ndani yako. Utakapokuwa na gari zuri, kiburi kisionekane ndani yako. Utakapokuwa na kanisa kubwa, kiburi kisionekane ndani yako. Utakapokuwa unajulikana kila mahali, kiburi kisionekane ndani yako. Nasema hivi, adui wa kwanza kwenye maisha yako mjue ni kiburi. Kiburi ndiye anayeshushaga watu, anayeangushaga wakuu. Mkuu wa kwanza aliyeshushwa alikuwa shetani. Basi nyenyekeeni. Maandiko yanataka ufanye nini? Unyenyekee. Sometimes unyenyekevu unaonekana kama ujinga, lakini sio ujinga. Unyenyekevu ni ngazi ya kupandia juu. Unyenyekevu huwa na tabia zifuatazo na kutajia. Unyenyekevu huwa na tabia zifuatazo. Tabia ya kwanza, usikivu wa sauti ya Mungu. Mtu mnyenyekevu huisikia sauti ya Mungu. Unyenyekevu una tabia ya kusikia sauti ya Mungu. Sometimes kipawa chako kinaweza kikawa na sauti, kikakwambia sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Angalia upako ulionao. Angalia nguvu ulizonazo. Angalia watu wanavyokupigia makofi. Wewe una upako kuliko mchungaji wako. Angalia unavyoweza kuhubiri. Wewe una upako kuliko mchungaji wako. Hapana. Unyenyekevu unasikiliza wengine. Unyenyekevu unasikia sauti ya Mungu. Namba 2, unyenyekevu unaruhusu sauti ya Mungu kuwa juu ya maisha yako. Unyenyekevu unaruhusu sauti ya Mungu kuwa above your voice. Ukiona sauti yako ndio inakuwa na nguvu juu ya sauti ya Mungu, sasa hivi una uwezo wa kuargue na neno la Mungu. Eti mtu anasema neno la Mungu linamwambia kabisa usizini, anasema unajua lakini. Hapana. Ukishakuwa mnyenyekevu, neno la Mungu linakuwa juu ya sauti yako. Neno la Mungu linakuwa juu ya maisha yako, juu ya kila kitu ulicho nacho. Ni hatari sana ukishakuwa umeokoka ukafanya neno la Mungu liwe chini yako. Una uwezo wa kujadiliana na neno. Neno la Mungu limewekwa ili tulitii. Maandiko yanasema mtini Mungu. Mtini Mungu. Hajasema jadiliana. Mtini Mungu. Anasemaje kwa habari ya maisha yako? Tii anachosema. Huo ndio unyenyekevu. Namba 3, unyenyekevu ni kutambua kuwa wewe hautoshi peke yako pasipo Mungu. Ukishaanza kuona pesa zako zinatosha, ni tatizo. Unyenyekevu ni kutambua kuwa wewe hautoshi peke yako pasipo sauti ya Mungu. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 12 kuanzia mstari wa 16 mpaka 21. Luka sura ya 12 mstari wa 16 mpaka 21. Palikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa analima. Huyu tajiri alilima mwaka huo sana. Alipolima sana mwaka huo, maandiko yanasema mazao yake yalistawi, yalipendeza. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Mstari wa 17. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Mstari wa 18. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu,
nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule unywe ufurahi. 10:20. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe. Unajua sauti ya Mungu ni kali. Imagine this is a voice of God. Alafu Mungu anakuja na kuambia unajua tukiwa tunasomaga Biblia tunasomaga kawaida. Sasa mpumbavu wewe. Hapana. Mpumbavu wewe. Usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Angalia mstari wa 21. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Mtu mnyenyekevu ni mtu anayetambua kwamba mimi ni tajiri, lakini utajiri wangu hautoshi. Kabla ya utajiri, Mungu kwanza. Kabla ya ndoa nzuri, Mungu kwanza. Kuna mtu akishaolewa basi ndo pale anakuwa na mabega. Mimi sasa hivi niko na my husband. Niko na my husband. Unajua sasa hivi nilikuwa busy, siwezi kuja ibadani. My husband, mume wangu. Mungu anasema, mpumbavu wewe. Toka nimekupa ndoa umeona kwamba ibadani ni mahali pa kupotezea muda. Sasa kila siku ibada, Jumatano ibada, Ijumaa ibada, Jumapili ibada. Mungu anasema, mpumbavu wewe, nimekupa uhai bure, ulipia hata kodi. Sasa ngoja kwanza nikuonyeshe show. Unaenda kulala hospitalini mwezi mzima na unalipia. Unawekewa na mtungi wa oksijeni, unalipia. Alafu anasema vipi hapo? Sasa Mungu, nikitoka hapa tu ndakutumikia. Ukinitoa kwenye hii shida, kwenye haya madeni, nitakutumikia. Lakini siku ambapo pesa zilikuwa tele, ulisema ndajiwekea vitu vyangu akiba, ndakula, ndakunywa, ndafurahi, ndakuwa natoka naenda vacation pale, ndafika pale India, ndaenda China, ndaenda Dubai. Mungu anasema, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka roho yako. Lakini mnyenyekevu yukoje? Nisikilize mnyenyekevu alivyo. Mungu umenibariki hivi vyote. Cha kwanza mnyenyekevu anachokumbukaga, niwafundishe kitu kidogo hapa. Mnyenyekevu anachokumbuka, maandiko yanasema mkumbuke Bwana kwa malimbuko yako. Mnyenyekevu akishapata mavuno, cha kwanza anasema aliyenifanikisha kulima ni Mungu. Anachukua malimbuko anapeleka kanisani. Mchungaji, aya hapa malimbuko yangu. Amepata kazi, mshahara umepata, malimbuko. Baba, mama, malimbuko yapo. Nilivyofundishwa, mimi nilivyofundishwa, mheshimu Bwana kwa malimbuko yako, mheshimu Bwana kwa zaka zako. Hiyo ndo mtu aliyeokoka. Amepata mshahara wake, fungu la 10 kwanza. Mungu anasema wewe una akili. Unapomkumbuka Mungu kwa fungu la 10, maana yake unasema, Mungu, sio nguvu zangu zilizonipa fedha, sio akili zangu zilizonifanya niende kwenye ile ofisi, ilikuwa ni nguvu zako. Wangapi wananielewa ninachoongea? Najaribu kukufundisha vitu vya kawaida ambavyo usipovishughulikia utakuwa unaishi maisha ya kiburi. Kwa hiyo kuna mtu utakuta kila siku anaongezeka, nyumba baada ya nyumba, gari baada ya gari. Unakuta kila siku Mungu anambariki. Niwaambie ukweli, baraka za Mungu zina kanuni na baraka za kishetani zina kanuni. Watu wa ufalme wa giza ni waaminifu kwenye kanuni zao za kipumbavu. Anaambiwa kabisa, mchinje mama yako, anaenda kutoa kafara mama yake. Eti mtu akiambiwa Mkristo, leta toa fungu lako la 10. Nilikuwa naangalia CCM wakiwa wanachangia. Mtu anakaa pale anasema, mimi natoa bilioni 10. Kanisani huku tunapovutana mashati, tumjengee Bwana nyumba ya Bwana, tumjengee Bwana. Nani ajenge? Nani ajenge? Angalia mwenzio kule, anajua kabisa nikishatoa hii, baadaye mimi maisha yangu yatanyoka kwenye inchi. Anatoa bilioni ngapi? Alafu utakuta huko wananiambia, msitoe sadaka kanisani. Tutoe wapi? Yeye anatoa kafara. Alafu anasema, usitoe sadaka kanisani. Yeye anatoa kwa mizimu na mashetani. Ila akija kanisani anakuambia, msitoe sadaka kanisani. Unataka tutoe wapi? Sisi hatuna Mungu mwingine. Hatuna baba mwingine. Hatuna Mungu tunayemwabudu. Huyu ndo Mungu wetu. Wenzenu kila mwisho wa mwaka wanatoa kafara. Kila mwezi wanatoa kafara. Kila siku ya juma fulani wanatoa kafara. Wewe unatoaga wapi? Yule ndo unaenda kushindana naye ofisini. Anayetoa kafara na una sasa sitoi, yeye mwenzako ametoa kafara, utamshinda? Kuna mtu ananielewa anachoongea? Unyenyekevu unapima kwenye mambo madogo. Mungu haangalii mambo makubwa. Kuna wakati mimi naambiaga hapa ndani, naambia
Hata kama fungu lako la 10 ni 500, toa. Usisubiri vifike vingi. Kwa sababu unajua mimi biashara yangu nimeuza tu mandazi nimepata 5000. 500 ni ya Mungu. Usinganganie hiyo 500, mwambie Mungu 500 yako hii. Yeye ndo kazi yake kukubariki. Wangapi wananielewa? Usiseme hela ni ndogo. Ni 200, ichukue ile 200 mpelekee. Mwambie mzee, ulinibariki, ulinipa nguvu nikakanda maandazi. Mara baada ya kusukuma nikapata faida 2000. 200 yako hii hapa. Mungu hajasema niletee ikifika milioni. Ile ndogo anaiheshimu. Tatizo liko hapa. Washirika tunafikiriaga tunataka tumpendeze mchungaji. Nikwambie kuna maisha nje ya mchungaji. Na nimpendeze apostle. Wewe uweze ukanipendeza, uweze ukanipa kila kitu ninachotaka. Mpe Mungu kilicho cha Mungu. Wangapi wamenielewa? Paza amen. Paza amen. Unapokaa peke yako, mheshimu Mungu. Mheshimu Mungu. Huyo tajiri pamoja na utajiri wake, moyo wake ulikuwa kwenye mali zake. Ni hatari sana moyo wako ukiwa kwenye mali. Mungu anaheshimu kwamba ni kiburi. Moyo wako upo kwenye gari lako, Mungu anasababisha engine inoka. Kila siku unaenda kutengeneza engine. Kila siku unatengeneza engine. Kwa sababu moyo wako uko wapi? Kwenye gari. Moyo wako ukiwa kwenye nyumba, kuna siku Mungu anakufanyia vurugu tu. Mambo yanaharibika nyumbani pale. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Jambo la pili linalofanya neema iongezeke ni unyenyekevu. Jambo la tatu ni maisha ya maombi.